Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Tunasoma Injili ya Luka sura ya 24 aya 13 hadi ya 35. Siku ile watu wawili miongoni mwa wafuasi wa Yesu walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe aliwakaribia akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani hayo mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akawaambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu hata uyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Tena jinsi wakuu makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo haya. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini alfajiri na mapema wasione mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama yule mwanamke, wale wanawake. Masomo haya makusudi kabisa, na nikijua kwamba tupo katika kipindi cha Pasaka. Pasaka ni kipindi cha ufufuko, kipindi cha ushindi wa Kristo dhidi ya dhambi, dhidi ya mauti. Na ndio maana Paulo mtume katika waraka wake kwa Wakolosai, mmesikia somo la leo, anatuambia, ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo alipo ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Maneno haya yanaonyesha umahiri wa imani aliyokuwa nayo Paulo, na hivyo anawasisitiza wale wote wanaotambua kwamba Kristo alikufa kwa ajili yao, akateswa msalabani, na hivyo akafufuka, ishara ya ushindi dhidi ya dhambi na mauti, kwamba sote tunapaswa sasa tuwe na furaha na tuishi kadiri Kristo anavyotufundisha, yaani tuache maisha ya dhambi. Nimechagua Injili hii. Hawa waliokuwa naenda kijiji cha Emau wanasema ni vijana. Na walipokuwa wanaendelea, tumesikia Yesu alijiunga pamoja nao, lakini hawakumtambua. Mazungumzo yalionoga
kunapokuwa na tukio kubwa limetokea mahali fulani, huwa tunahamisha akili na mioyo yetu inaelekea kwenye tukio hilo. Hawa vijana walikuwa wameelekeza mawazo yao juu ya Yesu mwenyewe. Na kwa nini walielekeza hivyo? Maelezo yametolewa kwamba walikuwa namtegemea huyo ndiye atakaye likomboa taifa la Israeli kutoka utumwa wa Warumi. Sasa cha kushangaza, wanasikia na wameshuhudia amekufa na akazikwa. Sasa mbaya zaidi, wanasikia tetesi siku ya 3 yupo kaburini. Tetesi zinazuka, wakina mama wanazua kwamba eti amefufuka, yu hai, na kwamba hawa wametokewa na malaika. Kwa nini wanasema eti wakina mama? Kwa sababu kwa mila na desturi za Kiyahudi, wakina mama hawakuthaminiwa kama ni watoa habari kamili. Sijui ni kwa sababu walikuwa na mandoto mengi, hatujui. Lakini mila na desturi za Wayahudi, hata mwanamama haruhusiwi kutoa ushahidi mahakamani. Kwa hiyo ni kundi ambalo lilikuwa linanyanyaswa. Lakini wao wakasema, na ndugu zetu wamepewa taarifa, nao wakaenda kaburini wakashuhudia, wakasema hivyo, lakini yeye hawakumuona. Yeye nani? Yesu. Hawakumuona. Kwa hiyo basi Yesu akaanza sasa kuwapa mafundisho kuanzia Musa na manabii wote, jinsi walivyokuwa nazungumza kumtabiri Kristo mwenyewe atakaye kuja, kwamba yuaja Masia atakaye wakomboa kutoka katika utawala wa dhambi. Kwa hiyo amewafunulia na kuwafunulia, bado hawakufunguka. Kisemo cha vijana siku hizi nasema hawakufunguka. Walikuwa bado katika giza. Na walipokaribia, wakamwalika kwamba akae pamoja nao. Usiku umeingia, giza limefika. Ni pale ndipo walipombaini na kumwona kwamba kumbe ni yeye. Na wakarejelea yale mazungumzo ya njiani, kwamba yalikuwa yanagusa mioyo yao, pamoja na kwamba mioyo yao ilikuwa ni migumu, lakini ilikuwa inawavuta, yani kuwavuta katika ukweli, kwamba alichokuwa anafundisha kuna ukweli ndani yake. Wapendwa, ninyi ni vijana. Mnaweza mkafanana na wale vijana waliokuwa wanaenda Emmaus. Katika maisha yenu, wakati mwingine mnaweza mkawa mnamtafuta Kristo. Mnaweza mkawa mnasoma neno, hampati jibu kama Kristo yupo katika neno. Lakini pale mnaposhiriki sadaka ya Ekaristi Takatifu, macho yenu yatafumbuliwa. Macho yenu yatafumbuliwa na mtamtambua Kristo katika neno lake pia. Sasa ili tuweze kumtambua Kristo, cha kwanza tunapaswa kujiweka katika hamu ya kumtafuta Kristo. Na hamu yenyewe ni hii: kujitakasa mioyo yetu. Kristo hawezi kutufikia sisi iwapo tuna roho ambazo
haziko tayari kumpokea yeye, yaani zimejawa na dhambi. Kumbe tunapaswa kujitakasa dhambi zetu, na hapo ndipo tutakapotambua hata yale ambayo Kristo anatufundisha katika neno lake na anayotufunulia katika sakramenti ya Ekaristi. Kwa hiyo basi ni vema mmeamua siku ya leo kukutana pamoja. Lengo ni kumtafuta Kristo. Kristo atulize mioyo yenu. Na Kristo anapobainika katika sakramenti hizi, ndipo sasa ninyi mnakuwa wajumbe wa kumtangaza Kristo kwa wengine. Wale vijana hawakusema sasa tulale, kesho asubuhi kukicha ndio turudi. Walitimuka usiku huo huo. Giza tena halikuwa kwao giza, bali ilikuwa ni nuru, kwa sababu wamepata nuru ya Kristo ya kuwasaidia sasa kupeleka ujumbe kwa wengine. Na bahati nzuri walipoenda kule wakakuta kwamba na wale wengine wamekutanika wakiimba na kufurahi kwamba kweli Yesu amefufuka na amewatokea Simoni. Basi tunapoadhimisha kongamano letu, tuende na wazo hili ambalo litatusaidia na ninyi kuwa wajumbe kwa wengine, kwamba mmekuja kumtafuta Kristo, mmempata katika neno lake na katika sakramenti yake. Ndio maana tutaadhimisha sakramenti ya Ekaristi takatifu punde kidogo. Mulianza na neno la Mungu. Mulianza kulishwa neno la Mungu kama Kristo alivyokuwa anawalisha wale wakiwa njiani, na bado maneno ya Yesu hayakuwafungua mioyo ilivyo. Tuombe basi huyu Kristo aliyefufuka katika wafu azidi kuwa pamoja nasi, aangaze mioyo yetu, akili zetu azifungue, na siku zote tuombe tuwe wajumbe wake. Tumsifu Yesu Kristo.